Karibu kwenye habari za ulimwengu. Katika hatua inayozidi kuongeza taharuki ya kisiasa duniani, taifa la China limeanza kuimarisha kwa kasi uhusiano wake na Korea Kaskazini, hatua inayotafsiriwa kama mkakati wa juu katika mvutano unaoendelea duniani. Taarifa za hivi karibuni zinaonyesha kuwa biashara kati ya mataifa hayo mawili imeongezeka kwa kiwango kikubwa, ishara inayoashiria kurejea kwa ushirikiano wa karibu baada ya kipindi cha utulivu wa muda mrefu. Mbali na biashara, pia kumekuwa na ongezeko la mawasiliano ya kisiasa kati ya viongozi wa nchi hizo, yakilenga kuimarisha ushirikiano katika nyanja mbalimbali ikiwemo usalama na uchumi. Hatua hiyo inakuja wakati dunia ikiwa katika hali ya mvutano mkubwa, hasa kutokana na migogoro inayoendelea katika maeneo mbalimbali ikiwemo Mashariki ya Kati na Ulaya Mashariki. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaeleza kuwa China inaweza kuwa inajipanga kimkakati kwa ajili ya hali yoyote itakayoweza kutokea endapo mvutano wa kimataifa utaongezeka zaidi. Aidha, kuimarika kwa uhusiano huu kunaonekana kuipa nguvu zaidi Korea Kaskazini, ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikikabiliwa na vikwazo vya kimataifa vinavyolenga kudhibiti programu yake ya nyuklia. Kwa upande mwingine, mataifa ya Magharibi yameanza kuonyesha wasiwasi mkubwa juu ya hatua hii, yakihofia kuwa inaweza kuwa nguvu ya kambi inayopinga ushawishi wao duniani. Pia taarifa zinaonyesha kuwa usafiri wa mizigo na watu kati ya nchi hizo umeanza kuongezeka, jambo linaloashiria kufunguka zaidi kwa mipaka yao ya kiuchumi. Hali hii inaongeza hofu kuwa China inaweza kuwa inaingia taratibu katika mgogoro wa kimataifa kwa njia isiyo ya moja kwa moja na kuunga mkono washirika wake wa kimkakati. Kwa ujumla, kuimarika kwa uhusiano kati ya China na Korea Kaskazini kunaonekana kuwa sehemu ya mabadiliko makubwa ya kisiasa duniani ambayo yanaweza kuwa na athari kubwa katika usalama wa kimataifa siku zijazo. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.